Naam, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu kusoma kwako na Halima Nyanza. Asante David, na habari msikilizaji. Mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Israeli na Hamas yanatarajia kuanza leo nchini Misri. Tayari ujumbe wa Hamas kwenye mazungumzo hayo umewasili nchini humo. Zaidi na Samba Tenzi. Mazungumzo hayo yanatarajia kuangazia usitishaji mapigano na kuachiliwa kwa mateka wa Israeli waliobakia, madai muhimu katika pendekezo la Rais Trump kumaliza vita vilivyodumu takriban mwaka mzima. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito kwa wote wanaohusika katika juhudi za kumaliza vita vya Gaza kuharakisha mchakato huo, huku akitahadharisha kutokea kwa vifo vingi iwapo watashindwa kufanya hivyo. Rais wa Marekani Donald Trump ameelezea kuwa sera yake ya kushambulia boti za wanaodaiwa kuwa wafanyabiashara wa dawa za kulevya karibu na pwani ya Venezuela imefanikiwa, hali ambayo inafanya vikosi vya jeshi la nchi yake kwa sasa kuweza kufanya operesheni hiyo nchi kavu. Amesema kwa sasa wameweza kuzuia usafirishaji wa dawa hizo kwa njia ya bahari. Ametangaza kile alichokiita Marekani iko katika vita ya kutumia silaha dhidi ya magenge ya kimataifa ya dawa za kulevya. Hata hivyo, serikali ya Venezuela inahofu kuwa lengo halisi la Rais Trump ni kubadilisha utawala wa nchi hiyo. Zoezi la kuhesabu kura linaendelea kufuatia uchaguzi wa kwanza wa bunge nchini Syria tangu kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa kiongozi wa nchi hiyo Bashar al-Assad Desemba mwaka jana. Uchaguzi huo unafanyika kwa kutumia mabaraza ya uchaguzi kutokana na kutokuwa na takwimu za kuaminika za idadi kamili ya watu, kama anavyoelezea mwananchi huyu. Kuna miji mingine imeteketezwa kabisa. Zaidi ya nusu ya Wasiria bado wameyakimbia makazi yao. Watu wengi hawana vitambulisho. Hakuna miundombinu inayowezesha watu wote kuweza kushiriki zoezi la upigaji kura. Na jeshi la polisi nchini Tanzania limeonya kuchukua hatua za kisheria kwa baadhi ya watu ambao wanadai kuwa wanatumia vibaya mitandao ya kijamii kutengeneza, kuandika na kusambaza maandishi na picha za video zinazohamasisha watu kufanya vitendo vya kihalifu vilivyo kinyume na maadili. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa jeshi la polisi imesema vitendo hivyo vimekuwa vikisababisha hofu na taharuki kwa wananchi. Taarifa hiyo ya polisi imekuja pia baada ya kusambaa kwa picha ya video ikimuonesha mtu anajitambulisha kama mwanajeshi akikosoa serikali. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za dunia umesoma kwako na Halima Nyanza. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM, radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania tusikiliza kupitia Radio 1, Kenya ni Nyota FM, nchini Uganda ni Voice of Karamoja, ni iwapo pale DRC yategea sikio kupitia Radio Muungano Beni. Unatupata moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, na pale unaweza kuacha maoni yako. Tukipata wasaa tutakusomea. Msikilizaji, asubuhi leo upo nami David Nkia. Karibu. Rais wa Marekani Donald Trump amewataka wote wanaohusika katika juhudi za kumaliza vita huko Gaza kufanya haraka iwezekanavyo, akionya kwamba umwagaji damu mkubwa utafuata ikiwa watashindwa kufanya hivyo. Maoni yake yanakuja kabla ya mazungumzo yasiyo moja kwa moja kati ya Hamas na Israel huko nchini Misri, ambayo yanatarajiwa kuanza hii leo. Zaidi na Nasteha Mohamed. Mazungumzo hayo yatajadili utaratibu wa kusitisha mapigano na kuachiliwa kwa mateka waliosalia wa Israel, sharti kuu na pendekezo la Rais Donald Trump la kumaliza vita vya miaka miwili. Hata baada ya hayo, mashambulizi ya Israel dhidi ya Gaza yameendelea, huku wizara ya afya inaongozwa na Hamas ikisema takriban watu 19 waliuawa siku ya Jumapili. Mapema Rais Trump alisema Hamas itakabiliwa na kusambaratishwa kabisa ikiwa itakataa kuachia udhibiti huko Gaza. Mkuu wa jeshi wa Israel ameonya kuwa iwapo mazungumzo ya kuachiwa huru mateka kutoka Hamas hayotofanyika, basi jeshi litarejea katika mapigano huko Gaza. Katika taarifa, Rais Donald Trump amesema anadhani mateka wanaoshikiliwa Gaza wataanza kuachiliwa hivi karibuni, huku wapatanishi wakitarajiwa kukutana nchini Misri siku ya Jumatatu kwa mazungumzo ya amani yasiyo ya moja kwa moja kati ya Hamas na Israel. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio anasema kwamba wanataka kuona mapigano haya yamesitishwa na kwamba mateka wote wameachiliwa. Tunapaswa kulifanya jambo hili mara moja, haraka iwezekanavyo bila shaka, na tutafahamu hivi punde iwapo Hamas wameamua kwa jinsi mazungumzo haya yatakavyochukuliwa maanani, na pia kama watachukua hatua. Lakini
Tunawataka mateka walio hai na waliokufa waachiliwe huru haraka iwezekanavyo. Israel na Hamas wanajiandaa kuanza mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kuhusu mpango huo nchini Misri siku ya leo. Hamas imejibu vyema sehemu za mpango uliopendekezwa na Rais Donald Trump wa kusitisha mapigano, lakini bado haijakubali sehemu ya kuweka silaha chini, huku mapema Rais Donald Trump akisema kwamba kundi hilo litakabiliwa na kusambaratishwa kabisa ikiwa litakataa kuachia udhibiti huko Gaza. Mazungumzo hayo yanakuja baada ya Hamas kukubaliana na baadhi ya sehemu za mpango wa amani wa Marekani wenye vipengele 20, ikiwa ni pamoja na kuachiliwa mateka na kukabidhi utawala wa Gaza, lakini inatafuta mazungumzo kuhusu masuala mengine. Majibu ya kundi hilo hayakutaja matakwa muhimu ya kupokonywa silaha na kutokuwa na jukumu lolote katika utawala wa Gaza. Mpango huo wenye vipengele 20 unapendekeza kukomeshwa mara moja kwa mapigano na kuachiliwa kwa mateka 48, 20 tu kati yao wanafikiriwa kuwa hai, na badala ya mabadilishano hayo mamia ya Wagaza ambao wanashikiliwa na Israel wataachiliwa. Kwa sasa eneo hilo limesalia kwenye hali ya matumaini, huku wapatanishi wakijiandaa kukutana nchini Misri wakitumai kwamba licha ya kutoaminiana, duru hii hatimaye inaweza kufungua njia ya kusitisha mapigano. Ni Nasteha Mohamed. Kwingineko, maandamano yanayoongozwa na vijana yameendelea katika maeneo tofauti ya Madagascar katika wimbi kubwa zaidi la maandamano ambayo taifa hilo limeshuhudia kwa miaka 15. Kilichoanza kama hasira juu ya uhaba wa mahitaji ya kimsingi imeongezeka kwa kasi na kuwa moja ya changamoto kubwa zaidi zinazomkabili Rais Andry Rajoelina ambaye amekuwa madarakani tokea mwaka 2018. Rais Rajoelina ametii baadhi ya matakwa ya vuguvugu linaloongozwa na vijana kwa kuvunja serikali yake, lakini ameendelea kupuuza wito kujiuzulu, akilani kile anachokiita njama za mapinduzi. Takriban watu 22 wameuawa na wengine zaidi ya 100 kujeruhiwa katika machafuko hayo. Kufahamu zaidi hapo awali nimezungumza na mwandishi wa BBC Samia Wami ambaye yupo mjini Antananarivo, Madagascar, anayeanza kukuelezea hali ikoje kwa sasa. Maisha kwenye hili jiji la Antananarivo, hasa kwa siku ya Jumapili jana hiyo, yalikuwa yanaendelea kama kawaida. Biashara nyingi zilikuwa zimefunguliwa, watu wanaendelea na maisha yao vizuri tu. Lakini unapozungumza na watu, unaona kabisa kwamba bado kuna wasiwasi, kwa sababu wanafahamu maandamano bado yataendelea, isipokuwa tu kwa siku ya Jumapili waandaaji waliyasimamisha ili kwamba kuwapa watu muda wa kupumzika, lakini wameahidi kwamba kwa siku ya leo Jumatatu maandamano yatarudi. Kwa hivyo watu bado wana huo wasiwasi. Nilipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya vijana hasa wanaoratibu haya maandamano. Mmoja wao hasa na miaka 25 tu, na yeye maisha yake ni mazuri, anasoma nje ya nchi, anatoka familia bora tu, lakini anasema ameamua kurudi nyumbani kutoka Uingereza kwa ajili ya kuja kusaidia hizi harakati. They wanted to rise up a lot of time, but it failed. Wananchi walitaka kuandamana mara nyingi, lakini walishindwa. Kwa hiyo sasa, kwa kuwa tumezindua harakati hii ya Gen Z, ni muhimu kwa kila mtu kwamba sauti zao zisikike sasa. Na kama sisi, basi kila mtu atanyamazishwa milele. Everybody will be silenced forever. Naam, maandamano hayo Sami yalikumbwa na ghasia kubwa ambapo polisi walipoingilia na kutumia nguvu, hali iliyopelekea pia rais wa nchi hiyo kuvunja baraza lake la mawaziri na kuwasiwa waandamanaji watulie, akidai kwamba kuna wenye nia ya kuipindua serikali yake watakao taka kutumia maandamano hayo sasa kama fursa. Wito huo umepokelewaje? Wito huo umepuuzwa na watu wengi. Mashirika hasa hizi asasi za kiraia wanasema kauli kama hiyo ya rais inaonekana kabisa kwamba bado hajui kwamba ya matatizo yamesambaa kiasi gani. Na hata watu wengine ambao nilizungumza nao waliniambia kwamba pamoja kuwa vijana ndio wanaongoza haya maandamano, vizazi vingine pia wanaita vizazi vya milenia na wenyewe wamejiunga, watu wazima, wazee. Nilizungumza na mzee wa miaka 75 ananiambia anaunga mkono haya maandamano. Kuna binti mwingine pia nilizungumza naye, yeye ni mfanyabiashara, anauza maandazi mtaani. Anasema kwa wiki anaingiza kipato cha shilingi 5,000 za Kitanzania kwa mfano. Kama dola 1.5, dola 1 tu na nusu. Kwa wiki nzima ndio hiyo anayoingiza. Sasa alinieleza hapa kwa nini yeye anaunga mkono haya maandamano. Tunateseka sana kwa sababu ya kukatika maji na umeme mara kwa mara. Jinsi rais anavyoonyesha nchi si kwa manufaa ya watu, kwa hivyo lazima ajiuzulu. Kuna wanaojiuliza kiini haswa cha maandamano haya makubwa ya hapo Madagascar
Ni nini? Kiini kilianza na masuala ya ukosefu wa maji na umeme, na hasa kwa wanafunzi. Umeniambia ukienda chuo kikuu, na hata hivi leo nitakwenda kutembelea chuo kikuu, wanasema unaweza kuona kiasi gani ambavyo nyumba ni chafu, vyoo ni vichafu, kila sehemu ni chafu sana, kwa sababu hakuna maji ya kutosha ya kusafisha au ya kutumia katika hayo maeneo. Lakini matatizo, wamesema sasa hizi ni dalili tu za matatizo ya utawala mbovu ambao umekuwepo kwa miaka mingi sasa, na wanataka sasa hata rais mwenyewe ajiuzuru. Namni Samia Wami huyo. Jeshi la Sudan limesema upinzani wake vikosi vya RSF vimefanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwenye miji ya kusini ya El Obeid na Koste. Msemaji wa jeshi hilo amesema mashambulizi hayo makubwa yamelenga maeneo muhimu, ikiwa ni pamoja na hospitali za kijeshi na maeneo ya makazi, lakini hakuna hasara iliyoripotiwa. Zaidi na Richard Kagoe. Duru za kijeshi la Sudan linasema limemudu kuangusha ndege 10 zisizo na rubani, drones, na kufurusha vikosi vya hasimu wao RSF waliokuwa na karibia eneo la muhimu sana la huko White Nile State. Wanasema kuwa maghala ya vyakula pia yaliharibiwa katika mashambulio hayo ya jana usiku. Hali hiyo inaashiria kuongezeka pakubwa kwa uhasama na mapigano, hasa katika majimbo ya Kordofan nchini humo. El Obeid, ambacho ni kituo cha mikakati muhimu ya operesheni za kijeshi kwa maeneo ya huko Kordofan na Darfur, kimelengwa mara kadhaa na vikosi vya RSF. Vita hivyo vya miaka miwili sasa baina ya jeshi la Sudan dhidi ya RSF vimeua maelfu ya watu, wengi wao raia wasiokuwa na hatia, huku wengine wengi wakilazimika kutoroka makwao kama milioni. Sudan ni mojawapo ya janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani lililosababishwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na Richard Kogoi, na sasa tunakwenda viwanjani na Ahmed Bahaj. Na bila shaka Bahaji anajiunga nasi muda sio mrefu, lakini baadhi ya taarifa kuu za michezo ni ile ambayo iliweza kufanyika mwishoni mwa juma lililopita. Bahaji, twende sasa. Jamvi la michezo kutoka San Siro nchini Italia, ambapo AC Milan ilishindwa kurejea kileleni katika ligi kuu ya soka ya Italia baada ya kutoka sare tasa dhidi ya Juventus katika moja ya derby lenye upinzani mkali kwenye historia ya ligi hiyo. Timu zote zilipoteza nafasi kadhaa ya kufunga, lakini Christian Pulisic atabwagiwa mzigo wa lawama na kusalia na majuto baada ya kukosa penalti katika dakika 52. Matokeo hayo yameumbisha AC Milan katika nafasi ya 3 wakiwa na alama 2 nyuma ya vinara wa ligi Napoli. Juventus nao wamesalia katika nafasi ya 5 wakiwa na alama 3, yani nyuma kutoka kwa Napoli. Napoli naongoza, Roma wako katika nafasi ya 2, AC Milan katika nafasi ya 3, Inter Milan ni 4 na Juve anafunga 5 bora. Hebu tuingie katika kindumbwe cha ligi kuu ya Uhispania La Liga. Atletico Madrid walitolewa riziki mdomoni na Celta de Vigo baada ya kukabwa kwa sare ya goli moja. Atletico alitangulia kupata bao kipindi cha kwanza baada ya Stafford kujifunga, lakini mambo yakageuka ndivyo sivyo kipindi cha pili baada ya timu hiyo ya Celta Vigo kusawazisha kupitia kwa mchezaji nyota Iago Aspas. Kwa sare hiyo Atletico imeshuka hadi nafasi ya 5 kwenye jedwali, nao Celta wako nafasi ya 16. Barcelona walifurushwa uongozini wa ligi na Real Madrid baada ya kupokea kichapo cha mtoto aliyeiba kipande cha nyama jikoni walipochabwangwa na Sevilla mabao 4-1. Real inaongoza ligi hiyo La Liga kwa alama 21. Sasa kocha mkuu wa klabu ya Rangers nchini Uskochi Russell Martin amepigwa kalamu baada ya mechi 17 pekee tangu ajiunge na timu hiyo. Uamuzi ulitangazwa baada ya sare ya bao moja dhidi ya Falkirk hapo jana. Russell amekuwa kocha aliyehudumu kwa muda mfupi zaidi katika timu hiyo, ikiwa ni jumla mechi ya siku 123. Kwa mujibu wa taarifa za klabu hiyo, wamethibitisha kumfuta kazi kupitia mtandao, wakisema kwamba yeye na wasaidizi wake Matt Gill na Mike Williamson pia wataondoka. Rangers kwa sasa wako katika nafasi ya 8 kwenye jedwali la ligi hiyo ya Scotland. Manchester City nao kupitia kwa mkufunzi wa Pep Guardiola wanaofia huenda jeraha la Rodri likachukua zaidi ya wiki 3 kwa mujibu wa uchunguzi wa awali wa madaktari. Hii ina maana kwamba Rodri huenda akawapigwa kweli kwa City kwa msimu ujao. David, asante, tutazungumza baadaye kwenye michezo zaidi.